Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari? Salama kwema. Uko sawa sawa? Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Maisha ya soka yanakwendaje sasa? Maisha ya soka yanaenda vizuri, namshukuru Mungu pia. Upo kwenye kozi hapa na tunatarajia kukuona kwenye nafasi nyingine, kutoka kukuona kwenye kucheza mpaka kwenda kwenye kufundisha. Mimi natamani kujua ilikuwaje mpaka kufikia kuchukua maamuzi ya namna hii. Ya msimu huu pia nacheza big man Nimekuja hapa kwa ajili ya kozi Unajua kuna kitu yani, fanya kitu ambacho unakipenda. Yani mimi naiangalia career yangu kwamba nimeamua kuja kusoma kozi ya ukocha kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda. Sitaki nimalize mpira afu ndo nianze kusoma. Nataka nikiwa nimemaliza career yangu ya mpira direct moja kwa moja niingie katika kitu ambacho nakipenda zaidi. Unajua unapocheza mpira na unapocheza kwa mafanikio, hata kama yasiwe mafanikio makubwa, kile kitu ambacho umezoea kukifanya kila siku unatamani uendelee kukifanya zaidi katika maisha yako. Kwa nafanya kila siku kucheza mpira na end of the day nikitoka kwenye mpira pia natamani niendelee kuwa katika session za mpira. Yani niwe katika kocha kwa sababu kuna wakati ukifika nitashindwa kucheza mpira. Kwa hiyo kitu gani kingine ambacho kitanifanya mimi niendelee kubaki katika mpira? Kwangu mimi bora nimeona kwamba nisomee kozi ya ukocha, kwamba ndo nitaendelea kuwa katika mpira zaidi. Mbali na mapenzi tu katika kupenda mchezo wa mpira wa miguu, kuna kitu nadhani unatamani kukifanikisha zaidi? Yeah. Natamani kufanikisha vitu vingi. Unajua binadamu anakuwa na matamanio mengi sana. Japokuwa katika hayo matamanio sio yote yanaweza yakatimia. Kuna baadhi yanaweza yakatimia, kuna mengine yasitimie. Umeshanielewa? Pia mimi naweza kuuchambua mpira vizuri sana. Yani kuuchambua mpira vizuri sana ni kitu ambacho ninakiweza sana. Pia na imani kubwa katika ufundishaji, yani kufundisha kama mwalimu pia. Na imani ndio maana nimeamua kusomea kozi ya nini? Ya ukocha. Ili uwe mwalimu ni lazima usome. Umeshanielewa? Na ili uwe mwalimu bora pia ni lazima ukutane na walimu waliokuwa bora zaidi yako. Kwa hiyo mimi nasoma, kuna walimu ambao wananifundisha wako bora, wapo katika sekta hii ya kufundisha kwa muda mrefu. Kwa hiyo nitapata vitu vingi sana kupitia kwao. Kwa hiyo ukitoa kuwa mwalimu pia naweza kuchambua vizuri sana mpira. Mbali na kutamani kuyafanikisha hayo, pengine natamani kujua ukishapata tu nafasi kumaliza hapa hii kozi ukawa sasa kocha ambaye unaweza ukafundisha hata timu kubwa mbali tu na academy, ni kitu gani cha kwanza ambacho natamani kukibadilisha? Kitu cha kwanza ambacho nitatamani kukibadilisha, kitu cha kwanza ni nidhamu ya wachezaji. Unajua hapana mafanikio pasipo kuwa na nidhamu. Mchezaji akiwa na nidhamu hata kazi yake anaweza akaifanya kwa ufasaha zaidi. Unajua nidhamu ndio inaweza kapelekea pia timu ikafanya vibaya. Nidhamu sio kumwamkia mtu Nidhamu hata yale makosa ambayo mchezaji ambaye anaweza akafanya uwanjani kwa makusudi kwa ajili ya kuigharimu timu. Inaweza ikawa makusudi au isiwe makusudi. Kwa maana gani? Kwa maana naweza nikamuelekeza mchezaji aende akafanya hivi katika uwanja, akaenda akafanya tofauti na vile ambavyo mimi nimemuelekeza. Pale anakuwa kinyume na mimi, nidhamu yake inakuwa sio nzuri kwangu. Inakuwa nidhamu ya kimchezo inakuwa sio mzuri kwake. Na maana kama angefanya vile ambavyo mimi nataka, ina maana inawezekana nikapata mafanikio kwa kile ambacho mimi nilikuwa nakiamini yeye aende akafanya. Lakini amefanya vice versa, Afrika tokea tofauti na vile ambavyo matokeo ambayo mimi nilikuwa natarajia. Ina maana nidhamu yake ya mchezo kwake inakuwa mbaya. Kwa hiyo nidhamu ni kumfanya mchezaji asikilize, afanye kile ambacho mwalimu anakihitaji. Hiyo ni ndani ya uwanja. Kwenye kufanikisha hayo ambayo unayatamani, unadhani makocha wazawa wa Tanzania wanapata ile thamani ambayo yani wanastahili? Kwa sababu ndio unaingia na labda umeshaona huko namna ambavyo makocha wanatreatiwa. Uliona kuna kitu ambacho wanapewa ile thamani ambayo wanastahili? Sijajua kiundani zaidi kwa sababu pia mimi ndo naanza Yani sijajua kiundani zaidi na sijajua makocha wanaishi vipi katika vilabu ambavyo wanafanyia kazi. Unajua ukishajua kitu hicho ndo unaweza ukalijibu hilo swali lako. Ila sijajua kitu hicho, kwa hiyo kulijibu hilo swali lako kiukweli itakuwa ngumu, lakini ki phenotype yani kwa muonekano wa nje ambavyo mimi naona sidhani kama thamani hiyo wanaipata. Asante sana, asante na kila la heri.